لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, awali yoyote naomba niwasalimie kwa salamu ya Kiislamu, salamu yenye amani ndani yake. Kwa Kiarabu niwaambie assalamu alaikum, na kwa Kiswahili niwaambie amani ya Mola iwe juu yenu. Leo tumewaita hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation kwa ajili ya wito wa mwisho na ukumbusho wa mwisho kwa Waislamu, wapenzi wa Qur'an na Watanzania kwa ujumla, kuja kushuhudia ule mtinange, yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni, yanayotambulika kwa jina The Greatest Intercontinental Holy Quran Competition, kwa Kiarabu musabaqatu قارات العالم الكبرى للقرآن الكريم, na kwa msisitizo kwa Kiswahili mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni. Niwaambie Waislamu na Watanzania, mwezi mtukufu ulipata utukufu kwa sababu ya kitabu hiki kitukufu. Malaika Jibril amepata utukufu kwa sababu ya kupewa jukumu la kukishusha kitabu hiki kitukufu. Naye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata utukufu kwa sababu ya kushushiwa kitabu hiki kitukufu. Nasi tumeambiwa ili tupate utukufu ni lazima tushikamane na kitabu hiki kitukufu, lazima tukifuate kitabu hiki kitukufu, na lazima tukienzi kitabu hiki kitukufu. Al-Hikma Foundation kwa kuzingatia hilo, ndani au katikati ya mwezi mtukufu tunakuletea mashindano ya 25, robo karne hiyo baba, yatakayofanyika tarehe 16 wiki hii tu ya mbele, ndani ya mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran, kuanzia saa 12 asubuhi kama kawa hadi saa 6:30 mchana. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Watu wote hata wasiokuwa Waislamu Qur'ani inawahusu. Qur'ani yenyewe imesema mwanzoni mwa suratu Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika, kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili upate kuwatoa watu katika kiza na uwapeleke katika nuru. Qur'ani imehusishwa na watu, na mtu ni mtu, awe Muislamu awe Mkristo awe hana dini, wote Qur'ani inawahusu. Karibuni katika viwanja hivi vya Mkapa na Uhuru. Mgeni wetu rasmi si mwingine ni yule aliyeweza kukivaa kiatu cha mwenyewe, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Kassim Majaliwa naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu, kiongozi ambaye
ni waajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu, jambo ambalo Waislamu chungu mzima hilo linawashinda. Naye tutakuwa naye na viongozi mbalimbali. Kipekee mwaka huu tutakuwa tuna makadhi wa Afrika Mashariki yote watakuwa ndani ya uwanja wa Mkapa insha Ar-Rahman alladhi allama al-Qur'an. Tuna wageni kutoka Omani, tuna wageni kutoka South Africa, tuna wageni kutoka Uingereza, tuna wageni kutoka Kenya, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka Rwanda. Dunia nzima sasa imekwisha changamka kuja kujionea ni nani, ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Kwa kumalizia, niwaambie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation kila mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qur'ani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage. Twendeni sasa ikatunyanyue, kwa sababu hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi pale aliposema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hakika ya Allah kuna watu atawanyanyua kupitia kitabu hiki, atawapandisha daraja juu kwa juu, watakuwa matawi kweli kweli, nyota isiyoshikika kupitia kitabu hiki. Wakati gani? Watakapo kienzi ukweli wa kukienzi, wakakifuata ukweli wa kukifuata, wakakiheshimu ukweli wa kukiheshimu, wakakisoma, wakakihifadhi, wakakifanya kwa dira yao, wakakifanyia kazi, wakakipenda. Allah atawanyanyua kupitia kitabu hiki, na wale waliokipuuza kitabu hiki atawabwaga kweli kweli, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi, naomba kuwasilisha, huu ndio wito wetu wa mwisho, na niko tayari kusikiliza kama kuna maswali au katibu aniambie kama ana jambo la kumalizia. Mwenyekiti wa kamati husika. Kutokana na kasi ya matangazo yenu, mmejiandaaje na mafuriko ya watu, hasa watakapoamua kujaa mapema? Alhamdulillah, kile kilichokuwa ndani ya uwezo wetu tayari tumekwisha kiweka sawa, na shirikiana vizuri na wizara husika kupitia mameneja, madirectors na viongozi mbalimbali wa pale uwanjani, na mazingira yote yako sawa. Niwaambie Waislamu na Watanzania wasihofu chochote. Mguu mosi mguu pili ndio kupandishwa daraja, na atakaikata mguu wake hakuja huenda akabwagwa. Naam, karibu. Anasema kila shughuli kutoka Manara TV, kila shughuli na changamoto, na bila shaka changamoto katika mashindano ya mwaka jana ya 2024 mmejipangaje kukabiliana nazo, kuzipunguza au kuziondoa kabisa? Kwanza nikiri ya kuwa kwa mziki huu mnene, kwa kazi hii kubwa, kwa shughuli hii kubwa ya kujaza viwanja vyote viwili, lazima changamoto haiwezi kukosekana. Kadri Allah anavyotujalia tunakabiliana na changamoto na tunazitatua kila mwaka. Ila kuzitatua kwa pamoja, kwa kweli hatutaki kusema uongo, sisi tumefunga. Kwa mfano, changamoto kubwa ambayo mwaka huu tumejipanga kukabiliana nayo ni kupunguza idadi ya washiriki. Mwaka jana tulikuwa tuna idadi ya washiriki takriban 23 takriban. Mwaka huu tumeamua kuweka 17, ambapo kwa time tulioiandaa, wakianza kwa muda tuliokubaliana na majaji, mashindano saa 4 takriban na robo hadi na nusu mashindano yameisha. Tunawapa meza kuu masaa mawili tu ya kuzungumza, salamu na kugawa zawadi. Tunatarajia ikiwa Mola atatia baraka nia zetu,
6:30 mwaka huu tumalize. Kwa hiyo hili pia ni moja ya mbinu ya kukabiliana na uwingi wa washiriki na kutumia muda mwingi sana pale viwanjani. Hawa viongozi wetu wana upendo mkubwa, wanaheshimu dini, wanakaa muda mwingi kutuvumilia, lakini wakati mwingine huenda hawapendezi kukaa muda mrefu sana pale. Kwa hiyo hili ni moja ya mambo ambayo mwaka huu tunataka, Mungu akipenda, tulisimamie kwa dhati ili usomaji wa mashindano yenyewe uishi haraka, alafu tuingie katika hayo mengineyo insha Allahu taala.